Yes, kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kimetoka, kikosi ambacho hii leo kitaenda kuingia dimbani kwenda kumkabili Esperance de Tunis au Esperance de Tunis kutoka pale taifa la nchi ya Tunisia. Wachezaji 11 ndio wachezaji ambao watakaoenda kuiwakilisha klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha Steve Barker amejaribu kuweka maingizo mapya kwenye kikosi hiko cha Simba, ni kwa sababu tu anahitaji kwenda kupata matokeo katika mchezo wa hii leo. Kocha Steve Barker amesema kwamba kikosi hiki ambacho kilichoweza kupangwa kwenye mchezo wa hii leo, hii inatoa taswira kwamba anahitaji kuweza kupata matokeo ya kina kweli kweli, sababu ni mchezo ambao unahitaji kuweza kupata matokeo, ni mchezo ambao unahitaji kuweza kupata kile ambacho kilicho kwa bora zaidi kwenye mchezo wa hii leo. Ukijaribu kutazama, Esperance de Tunis ni moja kati ya timu bora kweli kweli, na ni moja kati ya timu ambazo zinaweza kupata matokeo katika siku ya hii leo katika dimba la pale nchini Tunisia. Golini kuna milingoti mitatu kwa upande wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, yuko pale Jibri Kasali, moja kati ya golikipa bora kwelikweli kutoka katika taifa la nchi ya Niger. Huyu ni golikipa mpya ambaye Musa Kamara Mpimpin, yeye pia ameondolewa kwenye mfumo wa kuwepo katika mchezo hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo kocha Steve Barker ameanza na Kasali, ni mmoja kati ya golikipa bora kwelikweli katika taifa hile la pale nchi ya Niger. Kumbuke kwamba huyu ni kipa mzuri, kipa ambaye mwenye historia nzuri ya michuano hii ya CAF. Bwana mdogo Hussein Abel yuko bench, kwa maana kwamba mchezo uliopita alianza na Hussein Abel kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba alicheza dhidi. Ni mchezaji ambaye mwenye historia nzuri kweli kweli kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na msimu ule umalizika aliwahi kuitumikia klabu ya Dar es Salaam Young African pale Dickson Kibabage, lakini pia aliwahi kuitumikia klabu ya Singida Black Star ambayo kambi yake imeweza kujikita kule mkoani Singida. Ni moja kati ya wachezaji bora kwenye mchezo wa hii leo, kwa sababu kocha Steve Barker anahitaji zaidi kuweza kupata matokeo. Ni wachezaji ambao walioanza katika mchezo wa hii leo, unahitaji kuweza kupata matokeo, na ni lazima uwe na wachezaji ambao wana historia nzuri ya michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukijaribu kuwatazama wachezaji wawili, Kibabage pamoja na Anthony Mligo, kwenye sub pale kuna Kibabage pamoja na Anthony Mligo. Kocha Steve Barker ameanza na Kibabage kwa sababu Kibabage ana uwezo wa kukuofa ubora wake, umaridadi wake, speed yake, mikimbio yake kwenye mchezo wa hii leo. Kwa hiyo kocha Steve Barker ameona bora aanze na Nixon Kibabage. Lakini pia fullback wakati pale 4 na 5 yuko pale Ismaili Oliver Ture. Huyu ni mchezaji mpya, ingizo jipya kutoka katika taifa la Ivory Coast. Unaweza kujiuliza kwa nini kocha Steve Barker ameanza na Ture, kwa sababu Ture ni moja kati ya wachezaji ambao aliwahi kuwa chini yake kwenye kikosi cha Stellenbosch pale nchini Afrika Kusini. Ture alikuwa ni moja kati ya fullback bora kweli kweli, na beki ambaye mwenye historia, mwenye uzoefu katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia Ture anaweza kukuofa ile mipira ya juu, kwa maana kwamba mipira ya header, kwa maana kwamba ana uwezo wa kuruka juu na kuweza kuzuia katika nafasi hiyo. Lakini pia Ture ni moja kati ya beki ambaye ametulia, ana uzoefu mkubwa sana, ana utulivu mkubwa sana. Ni kwa sababu ya mchezo wa hii leo unahitaji kuwa na watu wa aina hiyo. Kocha Steve Barker ameona bora aende kuanza na Ismaili Oliver Ture kwa sababu ni mchezaji ambaye mwenye utulivu, mchezaji kiongozi, mchezaji kinara kwenye mchezo wa hii leo. Kwa hiyo ukijaribu kuwatazama opponent wa Simba, Esperance de Tunis, lazima uwe na wachezaji wa aina hiyo. Lakini pia fullback namba 5 central defender yuko pale Rushain the Rock, kwa maana kwamba ni mchezaji ambaye ni mzuri zaidi. Combination ambayo ya wachezaji hawa wakati ambao ni wawili, Ture pamoja na Rushain, ukijaribu kutazama vimo ambao urefu wao unajaribu kulingana,
moja. Ture ana urefu wa futi 6.2, lakini pia ukijaribu kumtazama Rushain yeye akiwa na urefu wa futi 6.1. Tofauti tu hapo ni pointi moja, mwingine akiwa na 6.2 na mwingine akiwa na 6.1. Wote hao ni wachezaji warefu sana, lakini pia ukijaribu kumtazama Rushain ana uwezo wa tenki lake la mafuta likiwa limejaa 100%, kwa maana kwamba kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili ana uwezo wa kukuofa ile mentality, speed na ule ubora ambao watakaoweza kuuonesha kwenye kipindi cha kwanza, basi ana uwezo wa kwenda kumaliza mchezo huo mpaka pale dakika 90 za kwenda kutamatika. Kwa hiyo kuwepo na wachezaji hao wawili katika eneo la katikati, urefu wao pia unajaribu kufanana, speed yao, uwezo wao, maridadi wao, utulivu wao katika eneo la katikati, lazima kabisa uwe na wachezaji wa aina hiyo, kwa sababu ukijaribu kuwatazama Esperance de Tunis, ile safu yao ya ushambuliaji imekuwa ni safu bora kweli kweli. Kwa hiyo lazima uwe na wachezaji ambao wenye mfanano, lazima uwe na mchezaji ambaye wenye ubora, wenye uzoefu, na ndio maana kocha Steve Barker ameanza na wachezaji hao wa eneo hilo la chini. Lakini pia shilingi 6 pale, mchezaji ambaye ana uwezo kwenda kufanya block na mchezaji ambaye ana uwezo kwenda kutuliza katika safu ya kiungo, mchezaji ambaye mwenye historia kubwa kweli kweli katika soka hili la Tanzania, Yusuf Ali Kagoma. Namba 6 yuko pale Kagoma, kwa sababu Kagoma ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kupa kile kitu ambacho kilichokuwa bora zaidi. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa utulivu zaidi, lakini pia ni mchezaji ambaye mwenye historia kubwa katika michuano hii ya CAF. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kutuliza pressure kwa upande wa fullback wa 4 na 5 katika eneo hilo la katikati. Lakini pia ubora wa Yusuf Ali Kagoma imeonekana kuwa ni dhahiri kwamba kocha Steve Barker ameona bora aende kuanza na mchezaji wa aina hiyo. Kwa hiyo kwenye mchezo wa hii leo kocha Steve Barker ameweka kikosi ambacho ni kikosi kazi, ni kikosi ambacho kinahitaji kuweza kupata matokeo katika mchezo wa hii leo. Kianza safu ya katika milingoti mitatu pale, Kasali pamoja na Shomari Kapombe, Kibabage, Ture pamoja na Rushain, bila kusahau Yusuf Ali Kagoma. Hao ndio ambao wanaoenda kwenda kulinda ile safu ya ulinzi katika eneo la golini pale katika upande wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia tukianza na safu ya ushambuliaji, wale wachezaji ambao watakaoenda kuiwakilisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika safu ya ushambuliaji. Kulia yuko pale Eli Mpanzu Kibisawala, ana uwezo wa kukuofa mikimbio yake, utulivu wake, exposure ya hapa na pale. Msimu uliopita katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika amekuwa na kiwango bora kweli kweli, na mchezo hii leo unahitaji kuweza kupata matokeo. Ni mchezo ambao unahitaji kuweza kupata mafanikio kwa sababu ni mchezo muhimu. Kwa hiyo lazima uanze na wachezaji ambao pia wana uwezo wa kwenda kukuofa kile ambacho kilichokuwa bora zaidi. Kwa hiyo safu ya ushambuliaji yuko pale Eli Mpanzu, flanks ya kulia, lakini pia flanks ya kushoto yuko pale Libase Gaye kutoka taifa la Senegal. Unaweza kujiuliza kwa nini kocha Steve Barker ameanza na Libase Gaye. Libase Gaye ni typical kiungo mshambuliaji eneo la pembeni, ana uwezo pia wa kuvuka ile safu ya ulinzi, kubadilisha upande, kwa maana kwamba wa kutoka eneo lingine na kwenda eneo lingine, flanks ya kushoto, flanks ya kulia. Lakini pia ana uwezo wa kumpunguza mchezaji mmoja mmoja, lakini pia ana uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini pia ana uwezo wa kusogea juu zaidi pale kucheza kama namba 10. Ni mchezaji ambaye ni typical winger mshambuliaji, ama ni kiungo mshambuliaji ambaye ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa. Kwa hiyo mchezo wa hii leo unahitaji zaidi wachezaji wenye kasi, wachezaji wenye mbio, wachezaji wenye skills ya kuweza kupata matokeo, na ndio maana kocha Steve Barker ameona bora zaidi aende kuanza na flanks ya kushoto na kulia. Ni wachezaji wawili wenye mfanano. Mpanzu ana uwezo wa kukuofa pasi, lakini pia Mpanzu ana uwezo wa kukuofa ile mikimbio kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine, lakini pia zile penetration pass, zile dribbling, zile tackling, kwa maana kwamba timu ikiwa inaenda kushambuliwa yana uwezo wa kurudi nyuma kwenda kuanza kutengeneza ukuta, kwenda kusaidiana na mafulbeki. Kwa hiyo kuanza na wachezaji ambao wenye mfanano,
wachezaji wenye kasi, wachezaji wenye utulivu, kwa sababu mchezo wa hii leo unahitaji kuweza kupata matokeo kwa kadri vile ambavyo itakavyoenda kutokea. Lakini pia eneo la katikati kwenye central midfielder, kocha Steve Barker ameona kabisa pale kwenye benchi lake kuna Neo Maema. Neo Maema sio mzuri zaidi kucheza kwenye central midfielder. Maema ni mzuri zaidi kusogea eneo la juu kucheza kama namba 10. Lakini pia amejaribu kumtazama Naby Kamara. Naby Kamara ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukuofa kushuka chini hapa kwenda kumsaidia Yusuf Ali Kagoma, lakini pia Naby Kamara ana uwezo wa kusogea juu pale kuwa zaidi kama central midfielder. Kwa hiyo ubora wa Naby Kamara, umaridadi wake katika eneo la uwanja, hiko ndo kitu pekee ambacho kocha Steve Barker ameona kabisa aende kuanza na Naby Kamara. Naby Kamara ana uwezo wa kusogea pembeni zaidi kucheza kama fullback namba 3, lakini pia Naby Kamara ana uwezo wa kurudi juu kabisa hapa kucheza kama holding midfielder kwa maana kwamba namba 6. Lakini pia Naby Kamara ana uwezo wa kusogea juu zaidi pale kucheza kama central midfielder. Kwa hiyo kama timu ikiwa inaenda kushambuliwa, Simba kama inaenda kushambuliwa, lazima pale Naby Kamara arudi pale chini kwenda kumsaidia Yusuf Ali Kagoma, Eli Mpanzu arudi upande wa fullback namba 2 kwa upande wa Shomari Kapombe, Libase Geye pia timu ikiwa inaenda kushambuliwa lazima arudi kwa upande wa Nixon Kibabage. Kibabage yeye anaingia ndani kwenda kusaidiana na Ismail Oliver Ture pamoja na Shomari Kapombe anaingia ndani kidogo kwenda kusaidiana na Rushaine The Rock. Timu ikiwa inaenda kushambuliwa kama ile mipira ya counter attack, Simba ikiwa inaenda kushambuliwa, Kapombe pamoja na Kibabage wao wanaingia ndani zaidi kwenda kusaidiana na fullback 4 na 5. Kwa hiyo mjumuisho wa wachezaji katika eneo la katikati kutakuwa na Kibabage, kutakuwa na, ndio maana kocha Steve Barker ameona bora zaidi aende kuanza na flanks ya kushoto na kulia, ni wachezaji wawili wenye mfanano. Mpanzu ana uwezo wa kukuofa pasi, lakini pia Mpanzu ana uwezo wa kukuofa ile mikimbio kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine, lakini pia zile penetration pass, zile dribbling, zile tackling, kwa maana kwamba timu ikiwa inaenda kushambuliwa yana uwezo wa kurudi nyuma kwenda kuanza kutengeneza ukuta kwenda kusaidiana na mafurubeki. Kwa hiyo kuanza na wachezaji ambao wenye mfanano, wachezaji wenye kasi, wachezaji wenye utulivu, kwa sababu mchezo hii leo unahitaji kuweza kupata matokeo kwa kadri vile ambavyo itakavyoenda kutokea. Lakini pia eneo la katikati kwenye central midfielder, kocha Steve Barker ameona kabisa pale kwenye benchi lake kuna Neo Maema. Neo Maema sio mzuri zaidi kucheza kwenye central midfielder. Maema ni mzuri zaidi kusogea eneo la juu kucheza kama namba 10. Lakini pia amejaribu kumtazama Naby Kamara. Naby Kamara ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukuofa kushuka chini hapa kwenda kumsaidia Yusuf Ali Kagoma, lakini pia Naby Kamara ana uwezo wa kusogea juu pale kuwa zaidi kama central midfielder. Kwa hiyo ubora wa Naby Kamara, umaridadi wake katika eneo la uwanja, hiko ndo kitu pekee ambacho kocha Steve Barker ameona kabisa aende kuanza na Naby Kamara. Naby Kamara ana uwezo wa kusogea pembeni zaidi kucheza kama fullback namba 3, lakini pia Naby Kamara ana uwezo wa kurudi juu kabisa hapa kucheza kama holding midfielder kwa maana kwamba namba 6. Lakini pia Naby Kamara ana uwezo wa kusogea juu zaidi pale kucheza kama central midfielder. Kwa hiyo kama timu ikiwa inaenda kushambuliwa, Simba kama inaenda kushambuliwa, lazima pale Naby Kamara arudi pale chini kwenda kumsaidia Yusuf Ali Kagoma, Eli Mpanzu arudi upande wa fullback namba 2 kwa upande wa Shomari Kapombe, Libase Geye pia timu ikiwa inaenda kushambuliwa lazima arudi kwa upande wa Nixon Kibabage. Kibabage yeye anaingia ndani kwenda kusaidiana na Ismail Oliver Ture pamoja na Shomari Kapombe anaingia ndani kidogo kwenda kusaidiana na Rushaine The Rock. Timu ikiwa inaenda kushambuliwa kama ile mipira ya counter attack, Simba ikiwa inaenda kushambuliwa, Kapombe pamoja na Kibabage wao wanaingia ndani zaidi kwenda kusaidiana na fullback 4 na 5. Kwa hiyo mjumuisho wa wachezaji katika eneo la katikati kutakuwa na Kibabage, kutakuwepo na Ismail Oliver Ture pamoja na Rushaine pamoja na Shomari Kapombe, lakini pia Naby Kamara pamoja na Yusuf Ali Kagoma wao wanaenda kusimama katika ile 6 ya nje ya 18.
8. Kwa hiyo ukipiga mahesabu hapo wachezaji ni wengi kweli kweli, ikiwa ipo ndani kabisa pale, na Nabi Kamara yeye anakuwa ndo kinara wa kuweza kuanzisha ile mipira ya counter attack. Lakini pia namba 10 pale kwenye mchezo wa hii leo, Chota Clatous Chama ameanza kwenye kikosi cha hii leo. Unaona kabisa kwamba Nabi Kamara kocha Steve Barker amejaribu kutazama katika eneo lake benchi la ufundi, kuna Neoma Emma. Neoma Emma ni mchezaji mzuri, lakini pia hana uwezo wa kukuofa kuweza kutengeneza nafasi. Chama siku zote watu wanamfahamu, hususan mashabiki wenyewe wa Simba, Mwamba Lusaka. Chota Clatous Chama, ubora wake, umaridadi wake kwa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika amekuwa na kiwango bora kweli kweli. Kwa hiyo kocha Steve Barker ameona bora aende kuanza na Chota Clatous Chama kwa sababu ni mchezaji mwenye utulivu, mchezaji mwenye skills, mchezaji mwenye uwezo wa kupiga ile pasi za penetration pass. Kwa hiyo kuwepo kwa Chama kwenye namba 10, lakini pia 9 pale yuko Jonathan Soa. Soa leo ana kazi ya kwenda kufanya, kwa sababu kama alikuwa anasema kwamba hawezi kutengenezewa nafasi ya yeye kupachika magoli, basi katika mchezo wa hii leo kutakuwa na nafasi nyingi za magoli, kwa sababu yuko pale Mwamba Lusaka, yuko pale mchezaji mwenye historia kubwa sana katika soka hili la Tanzania. Nyuma ya Chota Clatous Chama yuko pale Nabi Kamara, kwa maana kwamba watakuwa wanaenda kusaidiana. Lakini pia ubora wa Nabi Kamara, timu ikiwa inaenda kushambulia, Nabi Kamara anatoka katika eneo la central midfielder, anasogea juu zaidi pale kucheza kama namba 10 ya uongo, alafu Chota Clatous Chama yeye anaingia kwenye ile 6 ya goli la mpinzani, kwa maana kwamba anajaribu kutazama kulia na kushoto. Kushoto kwake kuna Libase Gaye, kulia kwake kuna Eli Mpanzu, na mbele yake juu pale kuna Jonathan Soa. Kwa yeye Chota Clatous Chama, timu ikiwa inaenda kushambulia, Nabi Kamara anasogea juu zaidi kusimama kama kwenye namba 10 ya uongo, Chota Clatous Chama anasogea juu zaidi pale kusimama kama kwenye 6 ya goli la mpinzani. Kazi yake ni kujaribu kutazama wapi ambapo shimo lipo ili yeye aweze kupeleka mpira huo. Kwa kikosi cha hii leo ni kikosi kazi, ni kikosi ambacho kinahitaji kuweza kupata matokeo kwa kadri vile ambavyo itakavyokuwa inavyokwenda kutokea katika mchezo wa hii leo. Kasali golikipa kwenye upande wa kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba 2 yuko pale Shomari Kapombe Baba Esta, 3 yupo pale Kiba Bage, 4 yuko pale Ismaili Oliver Ture, 5 anaenda kusimama kwamba Rushain Dorvoko, 6 yuko pale Yusuf Ali Kagoma, 7 yuko Eli Mpanzu Kibisawala, na 11 yuko pale Libase Gaye, na 8 yuko pale Nabi Kamara, 10 yuko pale Chota Clatous Chama, na mshambuliaji wa hii leo katika mchezo wa leo michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika 9 ameenda kusimama Jonathan Soa katika mchezo wa hii leo. Tusubiri na tungoje kuona mchezo utakuwa ni mchezo wa aina gani, lakini naona nafasi nyingi za magoli leo zitaenda kutengenezwa.